Hapana shaka ayuha nnas, tuko katika mwezi wa Shaaban, mwezi ambao mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru fihi alibadat. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anakithirisha zaidi ndani ya mwezi huu wa Shaaban ibada mbalimbali. Min tilkum alibadat as-siyam, miongoni mwa hizo ibada ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam kana yukthiruha, alikuwa akizikithirisha katika mwezi huu wa Shaaban, ni ibada ya as-siyam. Walamma suila an dhalik, na alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na hilo kwamba kwa nini anakithirisha sana kufunga katika mwezi huu wa Shaaban, qala dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu bayna rajab wa ramadan, fahuwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mmoja katika masahaba, Usama ibn Zaid radiyallahu ta'ala anhu, limuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban, sijapatapo kukuona ukifunga mwezi wowote katika miezi mingine ukiitoa Ramadhan vile unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Kwa maana mtume sallallahu alayhi wasallam kana yukthiru as-siyam fi shahri Sha'ban, alikuwa akikithirisha sana kufunga katika mwezi wa Sha'ban, mpaka wakastaajabu kwa hilo tendo sahabatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu anhum, wakaona ajabu kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam yukthiru as-siyama fi shahri Sha'ban, anakithirisha kufunga katika mwezi wa Sha'ban. Fasaluhu, wakamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya rasul Allah, lam araka tasumu shahran min ash-shuhuri ma tasumu fi Sha'ban, sijakuona ukifunga mwezi wowote katika miezi vile unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Qala dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu, mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, huwa mwezi wa Sha'ban ni mwezi ambao wameghafilika nao watu. Yaghfulu an-nasu anhu, kwa maana watu wameingia katika mughafala katika mwezi wa Sha'ban, baina Rajab wa Ramadan, mwezi ambao unapatikana kati ya mwezi wa Rajab na mwezi wa Ramadhan. Fahuwa shahrun, kisha akataja sababu alayhi salatu wassalam inayomfanya yeye akithirishe sana ibada katika mwezi wa Sha'ban. Qala fahuwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, huo ni mwezi ambao yananyanyuliwa ndani yake matendo kupelekwa kwa rabbul alamin, mola mlezi wa walimwengu wote. Wa ana uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'ib, na mimi ninapenda yanyanyuliwe matendo yangu kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana sa'im, na hali ya kuwa mimi ni mwenye kufunga. La'alla Allah subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minni as-siyam, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakubali kutoka kwangu mimi ibada ya funga na matendo mengine katika ibada kwa sababu ya kufunga katika mwezi huu wa Sha'ban. Ibadallah, hakadha kana da'bu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, huu ndio ulikuwa mwenendo wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Unapoingia mwezi wa Sha'ban, kana yukthiru al-ibadat, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha sana ibada. Wakadhalika as-sahaba, kadhalika masahaba al-akarim radiyallahu ta'ala anhum biljami' tabauhu fi dhalik, walimfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika hilo. Wakadhalika at-tabi'un, na hivyo hivyo at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, kadhalika wafuasi wa matabi' waliwafuata wale waliotangulia kabla yao katika mwenendo huu ambao aliuasisi mtume sallallahu alayhi wasallam wa kukithirisha sana ibada katika mwezi wa Sha'ban. Ibadallah, shahru Sha'ban, mwezi huu tulionao, mwezi wa Sha'ban, shahru al-istidad, ni mwezi wa kujiandaa. Mwezi huu tulionao
shahru al-isti'dad li Ramadan, ni mwezi wa kuchukua maandalizi kwa ajili ya mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhan. Na wanaeleza ahlul ilm, wanawachuoni wanaeleza kuwa pale ilipokuwa Ramadhani ibada ni ya faradhi, kwamba lazima kila mmoja ahusike katika ibada hiyo, na Shaaban imekuwa kalmutaqaddimati li Ramadhan, ni kama utangulizi ambao lazima kila mmoja katika sisi afanye utangulizi wake katika mwezi huu wa Shaaban kwa kukithirisha aina mbalimbali za ibada. Hivyo salafuna salih, wema wetu waliotangulia, kanu idha dakhala Shaaban, walikuwa rahimahumullahu ta'ala, idha dakhala shahru Shaaban, utakapoingia mwezi wa Shaaban, aqbalu ala almasahif faqara'uha, walikuwa wanazielekea misahafu na wanazisoma, rahmatullahi ta'ala alayhim biljami'. Salafuna salih ulikuwa unapoingia mwezi wa Shaabani kama hivi, aqbalu ala almasahifi faqara'uha, walikuwa wanaielekea misahafu na wanaisoma kwa wingi, wanaisoma Qur'ani kwa wingi. Shatana, tofauti kabisa na hali tulionayo wengi leo hii. Tarakna alquran, wengi katika sisi leo hii tumeiacha Qur'an, wa aqbalna ala aljawalat, na tumezielekea simu. Simu zimetushughulisha kiasi ambacho tarakna alquran, tumeiacha Qur'an. Fawailun lana, fawailun lana, ole wetu, ole wetu, tusije tukaingia katika yale aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wale ambao watakaoipuuza Qur'an, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, na yule yote ambaye atakayeupuuza utajo wangu, akaipuuza Qur'an, fa inna lahu ma'ishatan danka, hakika ana yeye maisha ya dhiki katika dunia yake, kadhalika akhira, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala adhabun fawqa adhab, itakuwa ni adhabu juu ya adhab. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, na huyo ambaye ameipuuza Qur'an tutamfufua siku ya kiyama akiwa mpofu. Qala rabbi lima hashartani a'ma, atamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, rabbi lima hashartani a'ma, ewe mola wangu Allah, kwa nini umenifufua mimi nikiwa mpofu? Waqad kuntu basira, na katika maisha yangu ya duniani nilikuwa naona, mbona leo hii umenifufua nikiwa mpofu, sioni? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, tamwambia kadhalika atatka ayatuna, hivyo ndivyo ambavyo zilivyokujia aya zetu zikukuhimiza kuitilia umuhimu Qur'an. Fanasitaha, ukazisahau aya zetu, ukazipuuza aya zetu. Wakadhalika alyawma tunsa, na vivyo hivyo leo hii wewe umesahaulika, umefufuliwa bila macho, kwa sababu wewe uliipuuza Qur'an, ukauacha utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik, na kwa ajili hii walipoyatambua maneno haya sahabatu rasulillah, ulipokuwa ukiingia mwezi wa Shaaban, aqbalu ala almasahif faqara'uha, walizielekea misahafu wakazisoma misahafu kwa wingi sana. Lianna shahra ramadana shahru alquran, kwa sababu mwezi wa Ramadhan ndiyo mwezi wa Qur'an. Huwa shahrun unzila fihi alquran, ndiyo mwezi ambao imeteremshwa ndani ya mwezi huu wa Qur'an. Na Shaaban kalmutaqaddimati li Ramadhan, Shaaban ni kama utangulizi wa Ramadhan. Faqara'u alqur'ana, wakasoma Qur'an kathiran fi hadha ash-shahri, shahri Shaaban, wakasoma Qur'ani kwa wingi katika mwezi wa Shaaban, wakiwa wanafanya istidad na maandalizi ya kuingia mwezi wa Ramadhan. Wa akhraju zakata amwalihim, kadhalika halu salaf, hali ya wema waliotangulia baada ya kuingia mwezi wa Shaaban. Akhraju zakata amwalihim, walitoa mali, walitoa zaka za mali zao.
akhraju zakata amwalihim, walitoa zaka za mali zao, liyuinu ghayrahum, ili wawasaidie wengine katika fuqara na masakin, wawasaidie liyuinu ghayrahum fi ta'ati rabbihim, wawasaidie wengine katika kumtii Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala fi Ramadhan. Wasiingie katika mwezi wa Ramadhan wa hum duafa, na hali ya kuwa wao ni wanyonge, hawana hata futari ya kuwalisha, hawana futari watakayoila wakati wa kufuturu. Kwa hivyo ikawa wale ambao wana mali zao na wanawajibikiwa zaka wanazitoa kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Kadhalika halu salaf, hali ya wema waliotangulia, idha dakhala Sha'ban, pale ulipoingia mwezi wa Sha'ban, walikuwa ni watu ambao taraku al-kathir min mashaghil ad-dunya, walikuwa wanaacha kwa wingi shughuli mbalimbali za kidunia na walimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadat. Yale mambo ya kidunia ambayo yamewashughulisha mwaka mzima, basi wanayaacha na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kujitenga kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya ibada. Lakini kadhalik salafuna salih, wema wetu waliotangulia, walikuwa mwezi huu wa Shaaban wanautumia kwa ajili ya istidad, kwa ajili ya maandalizi fi salawat, katika sala mbalimbali, wasiyam, kadhalika as-siyam wa qiyamul layl, na kisimamo cha usiku. Kanu yaqumuna al-layl, walikuwa wakisimama usiku, wa tilawati al-Qur'an wa dhikr, kadhalika kuisoma Qur'ani kwa wingi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wa kanu yaqulun, na walikuwa wakisema an shahri Sha'ban, kuhusiana na mwezi wa Sha'ban, walikuwa wakisema innahu shahrul qurra, hakika mwezi wa Sha'ban ni mwezi wa wasomi wa Qur'an. Wale wanaotaka kuisoma Qur'an kwa wingi, basi waisome katika mwezi huu wa Sha'ban, wakiwa wanafanya istidad, wakiwa wanafanya maandalizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, hakadha kana salafuna salih, hivi ndivyo ambavyo walikuwa wema wetu waliotangulia, radiyallahu ta'ala anhum bil jami' wa rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Ibadallah, baada ya kutambua mwezi huu tulionao na namna vile ambavyo wema waliotangulia walivyothamini mwezi huu wa Ramadhan na walivyoutukuza mwezi huu wa Shaaban na walivyothamini mwezi huu wa Shaaban, basi kuna mambo ambayo sisi kama Waislamu tutatakikana mambo hayo tuyatangulize kwa ajili ya kuupokea na kuuelekea mwezi wa Ramadhan. Kuna mambo ambayo sisi kama Waislamu tutatakikana kuyafanya mambo hayo katika kuuelekea mwezi wa Ramadhan. Ibadallah, min tilkum al-umur, miongoni mwa hayo mambo ambayo sisi Waislamu tunatakiwa kuyafanya katika mwezi huu wa Shaaban, at-taubatu warujuu ila Allah jalla wa ala, ni kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, min taqsirina, kutokana na yale mapungufu yetu, wa min dhunubina, na kutokana na yale madhambi yetu ambayo tumeyafanya huko nyuma mengi, na kila mmoja katika sisi anafanya madhambi. Wa kulluna nuthnib, sisi sote tunafanya madhambi. Wa kulluna nukhti, na sisi sote tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna na'si rabbana jalla wa ala, na sote sisi tunamuasi Allah subhanahu wa ta'ala bishatta anwa'i al-ma'asi, kwa aina mbalimbali za maasiya. Hivyo tuna wajibu sisi wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi yetu. Tuna wajibu wa kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mapungufu yetu. Tuitumie fursa hii, fursa ya mwezi wa Shaaban, iturejeshe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zirejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo
ameitaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu يقول عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Neno khata kama wanavyotaja ahlul ilmi limekuja kwa sigha mubalagha kuonyesha kwamba kullu ibn adama, kila mwanadamu kathirul khati'a, ni mwingi wa madhambi, ni mwingi wa kukosea. Sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu ni kukosea. Hili ni jambo ambalo min tabi'ati al-insan, ni katika tabia ya mwanadamu kukosea. Hakuna ambaye kwamba ni maasum, amekingwa na makosa. Kila mmoja anamkosea Allah. Hilo amelisema as-sadiq al-masduq rasuluna sallallahu alayhi wasallam, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hatamki kwa matamanio ya nafsi yake kama mimi na wewe. In huwa illa wahyun yuha, kile anachokizungumza mtume ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu. Anasema mtume kullu ibn adam khata, kila mwanadamu ni mwingi wa kukosea. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, lakini mbora katika wale wenye kukosea, katika hawa wenye kukosea sana, mbora wao, wabora wao at-tawwabun, ni wale ambao yatubuna ila Allah jalla wa ala, ni wale wanaotubia kwa Allah kwa wingi. At-tawwabun al-mukthiruna min at-tauba, wenye kukithirisha sana at-tauba. kullama aznaba dhanban yastaghfiru Allah wa yatubu ilayhi, kila anapofanya dhambi basi papo hapo anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum akhyarun nas, hawa ndio wabora katika watu. Hakuna watu bora kama wale ambao wamekiri kwa nafsi zao ya kwamba wao ni wenye kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, tena kumkosea kwa wingi. Thumma ba'da al-iqrar yatubuna ila Allah jalla wa ala, baada ya kukiri kwao wanatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nas, idha kana al-insan min tabi'atihi al-ma'siyah, yatakapokuwa maasiya min tabi'ati al-insan, ni katika tabia ya mwanadamu. Hakuna mwanadamu aliyeepukana na jambo la kumkosea Allah, hayupo. Hii ni tabia yake. Wakadhalika at-tauba, na vivyo hivyo at-tauba, kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun min sifati ibni adam, ni sifa miongoni mwa sifa njema za mwanadamu. La siyama al-mu'min, hasa hasa mtu mu'min, katika sifa njema anayotakiwa kujipamba nayo at-tauba warujuu ila Allah jalla wa ala, ni kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalik يقول الله جل وعلا، anasema Allah subhanahu wa ta'ala, watubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala wote. Hakuna aliyetoka katika neno jamia, wote wanaingia. Hakuna anayeweza kujitoa pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amemweka. Watubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun, enyi waumini, sio makafiri. Wanazungumzwa hapa waumini. Waumini wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala ya'muruhum bit-tauba, anawaamrisha watubie. Watubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Basi rejeeni kwenye yale madhambi yenu mliyoyafanya, tubieni katika yale madhambi yenu mliyoyafanya. Ayuha almu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala yunadikum
Allah subhanahu wa ta'ala anakuiteni, yunadikum bismi al-iman, anakuiteni kwa jina la al-iman, ayyuha al-mu'minun, enyi waumini. Yunadikum Allah, anakuiteni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yukhatibukum, Allah anazungumza na nyinyi, ayyuha al-mu'minun, tubu ila Allah jami'an, tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala nyote, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kana kwamba la falaha illa bitauba, hakuna kufaulu kwa mtu yoyote illa bitaubati warujuu ila Allah jalla wa ala, isipokuwa kwa kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kutubia na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiko kwenye kufaulu. Hakuna kufaulu kwa mtu yoyote kama hakutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-taubatu tajubbu ma qablaha, tauba inafuta yote yaliyotangulia kabla yake. Atakayetubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, tauba ya kweli, taubatan sadiqatan, tauba ya kweli bil azima, kwa kuazimia bi alla yauda ila tilka dhanb, kwa kutarejea tena katika hilo dhambi. Yatubu Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala tamsamehe. Ibadallah, فعلى كل مسلم، بس نجوه كل مسلم أن يستقبل شهر رمضان، أول كان كوبك يا مويس رمضان بالتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وكتبيا نكرجيك الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية في اليوم 100 مرة. kwa ajili ya kutambua nafasi ya at-tauba, Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yastaghfirullah, alikuwa anamuomba msamaha Allah jalla wa ala fi al-yawm, katika siku moja, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. wa huwa qudwatuna, na yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kiigizo chetu. Sisi tunamuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa hadha kana da'buhu sallallahu alayhi wasallam, na huu ndio ulikuwa mwenendo wake Mtume sallallahu alayhi wasallam. fi al-yawm yatubu ila Allah akthara min 70 marra, wa fi riwaya 100 marra. Na katika riwaya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatubia kwa Allah mara 100 kwa siku, anamuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك جاء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. يعني واتوا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، تبينك الله سبحانه وتعالى، نمومون بمسماها الله سبحانه وتعالى، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. kwani hakika mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam ninatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika siku moja 100 marra, mara 100. wa huwa al-ma'sum, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekingwa na madhambi, amekingwa na makosa, lakini yatubu ila Allah akthara min 70 marra, lakini bado anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mara 70 kwa siku. وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، amesamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake, kadhalika yale yaliyochelewa, yote ameshasamehewa. lakini yatubu ila Allah jalla wa ala, lakini bado anatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi al-yawm 100 marra, katika siku moja mara 100. aina ana wa anta ya ibadallah, tuko wapi mimi na wewe ayuha nas? Tuko wapi mimi na wewe katika at-tauba?
Tuko wapi mimi na wewe katika al-istighfar? Tuko wapi mimi na wewe katika kumgeza Rasulullah sallallahu alayhi wasallam? Tunafanya kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, au sisi tuna mwenendo wetu na tuna mfumo wetu? Ibadallah, ni juu yetu kubadilika. Uislamu hauendeshwi kwa mazoea, kwamba eti kwa sababu mimi nimezaliwa katika Uislamu basi nitaendelea hivi hivi. La, lazima utambue kwamba an-nafsu la ammaratun bis-su', nafsi ya mwanadamu ni yenye kumwamrisha maovu. Jahid nafsaka ya Abdallah, pambana na nafsi yako ewe mja wa Allah. Wa'awid nafsaka bit-tauba, izoeshe nafsi yako kutubia, izoeshe nafsi yako kutubia mpaka pale ambapo tauba kwako wewe itakuwa ni tabia yako, kama vile ambavyo maasi kwako wewe yalivyokuwa ni tabia yako. Wakadhalika tauba itakuwa tabia yako pale ambapo utakapoizoesha nafsi yako bitaubati warujuu ila Allah jalla wa ala. Ibadallah, al-amru thani, ibadallah, jambo la pili ambalo tutakikana sisi kulifanya wakati wa kuelekea mwezi huu wa Ramadhan, mwezi unaokuja baada ya mwezi huu wa Shaaban, almusara'atu bil khairat, ni kupupia na kuyakimbilia matendo ya khairi kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kana yusari'u fil khairat, alikuwa akipupia na kukimbilia katika matendo ya khairi. Walidhalika yaqulu Allah jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, kimbilieni matendo ya khairi, hakikisheni mnayapupia matendo ya khairi. Inapokuja kwako wewe kwamba hadha khairun, basi kimbilie khairi hiyo. Wa min almusara'a ibadallah, na katika almusara'a kukimbilia na kuyapupia matendo ya khairi, an nakuna fi an-nahari sa'imin, ni sisi tuwe katika mwezi huu wa Shaaban, katika wakati wa mchana tuwe ni wenye kufunga. Wa fi al-layli qa'imin, na katika wakati wa usiku tusimame qiyamul layl. Wa li rabbina jalla wa ala dhakirin, na tuwe ni wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Wa fi salawatina khashi'in, na katika sala zetu tuongeze khushu' na unyenyekevu wa hali ya juu. Pale tunapokuwa katika sala, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akazibadilisha nyoyo zetu zikawa ni nyoyo zenye kupenda matendo ya khairi, zenye kupenda mambo ya khairi. Amalan biqawli rasulillah, kwa kufanyia kazi kauli ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ambaye amesema idha jaa Ramadan, utakapokuja mwezi wa Ramadhan, futihat abwabul janna, hufunguliwa milango ya pepo. Milango ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa wazi pale unapokuja mwezi wa Ramadhan, kwa maana watu wakithirisha ibadat, kwa sababu milango iko wazi, wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. futihat au futihat abwabul janna wa ghulqat abwabu jahannam, na milango ya moto wa jahannam hufungwa. Wa sufidat shayatin, na yale mashaitani yanayowasumbua watu katika miji yanafungwa kwa minyororo, yasije kuwaudhi watu waitumie fursa hiyo kwa ajili ya ibada, wamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wamwelekee Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أيها الناس عباد الله، فمن تلكم الأمور، miongoni mwa hayo mambo ibadallah, التي ينبغي على كل مسلم, ambayo yatakikana kwa kila muislam, an yaf'alaha, ayafanye mambo hayo,
waqta istiqbalihi li Ramadhan, wakati wa kuelekea kwake mwezi wa Ramadhan, alhifdhu ala tahsili thamarati as-siyam, ni kuhakikisha anahifadhi kupatikana kwa matunda ya as-siyam, yale matunda yanayotafutwa katika funga ya mwezi wa Ramadhan, basi ahakikisha ameanza kuyapata katika mwezi huu wa Shaaban. Yaqulu Allahu jalla wa ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao wameamini, imefaradhishwa juu yenu funga kama ilivyofaradhishwa kwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alghayatu al'uzma walghayatu alkubra tahsilu taqwa Allah jalla wa ala, malengo makubwa ya as-siyam ni kupatikana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Awid nafsaka bittaqwa ya abdallah, izoeshe nafsi yako kumcha Allah na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ingali bado ukiwa katika mwezi wa Shaaban, ili utakapokuja mwezi wa Ramadhan kwako wewe jambo hili liwe ni jambo ambalo tayari nafsi yako imelizoea. Waman lam yatahaqqaq tahsilu taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye hatolihakiki jambo la kupatikana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, hapana shaka mtu huyo khaba wa khasira, ametoka patupu na amekhasirika. Ibadallah, tuitumie fursa hii ya mwezi wa Shaaban bishatta anwa'i al-ibadat, kwa aina mbali za ibada. Tuzielekee Qur'ani kwa kuzisoma, adh-dhikr, kufanya adhkar, as-siyam, kufanya ibada ya funga, al-qiyam, kadhalika kusimama wakati wa usiku, ili tusije kuingia katika wale ambao wameghafilika na mwezi huu wa Shaaban, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, dhalika shahrun yaghfulu anhu an-nas. Huo mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao sana, tusije kuingia katika wale ambao ni alghafiluna an hadha ash-shahr, walioghafilika na mwezi huu wa Shaaban. Nahnu nukthiru al-ibadat, sisi tukithirisha ibada ili tuifanye Shaaban kalmutaqaddimati li Ramadhana, tuifanye ni kama utangulizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan. Ndio maana ahlul ilmi wakataja pale ilipokuwa Shaaban kalmutaqaddimati li Ramadhan, ni kama muqaddima wa Ramadhan, shuri'a fihi ma shuri'a fi Ramadhan, pakawekwa sharia ndani ya mwezi wa Shaaban kile ambacho kimewekwa sharia katika mwezi wa Ramadhan, min tilawati alquran, katika kuisoma Qur'an, wadhikr, kadhalika adh-dhikr, was-sadaqat, kutoa sadaqa, wa qiyam al-layl, na kisimamo cha usiku. Kwa nini? Kwa sababu Shaaban huwa almutaqaddima li Ramadhan, mwezi wa Shaaban ndio mwezi unaotangulia, ndio utangulizi kwa ajili ya mwezi wa Ramadhan. Kwa hivyo lazima tuyafanye yale ambayo yanafanywa ndani ya mwezi wa Ramadhan, linuawida anfusana, ili tuzizoeshe nafsi zetu katika ibada. Tutakapoingia katika mwezi wa Ramadhan, basi al-ibadat takunu sahlatan, ibada zitakuwa ni nyepesi kwetu sisi. Kwa nini? Kwa sababu awadna anfusana fi shahri Shaaban, tumeshazizoesha nafsi zetu katika mwezi wa Shaaban. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.